Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mkataba wa amani uliotajwa na Donald Trump kwamba ni wa kihistoria ambao uliyahusisha mataifa ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umevunjwa rasmi baada ya waasi kuteka mji muhimu huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump aliamini kwamba miongoni mwa mikataba ya kihistoria ni kumaliza mzozo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao ulihusisha Rwanda ikitajwa inalisaidia kundi la M23. Lakini mkataba huu baada tu ya kusainiwa ulivunjwa hapo hapo baada ya M23 kuanzisha mashambulizi katika maeneo mbalimbali huko katika mashariki mwa Kongo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema vitendo vya Rwanda katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni ukiukwaji dhahiri wa makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Rais Donald Trump wiki iliyopita. Katika chapisho kwenye ukurasa wa X amesema Marekani itachukua hatua kuhakikisha ahadi zilizotolewa kwa rais zinatimizwa bila kutoa maelezo zaidi. Trump alisifu makubaliano yaliyosainiwa kwa shangwe huko Washington kati ya rais wa DRC Felix Tshisekedi na rais wa Rwanda Paul Kagame kama ya kihistoria na siku nzuri kwa Afrika, siku nzuri kwa ulimwengu. Lakini kundi la waasi la M23 linasema limekomboa kikamilifu jiji muhimu la Uvira katika shambulio ambalo Marekani na mataifa ya Ulaya yanasema linaungwa mkono na Rwanda. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa hapo awali wameshutumu kwa kuwa na udhibiti wa shughuli za kijeshi za waasi. Rwanda imekanusha madai hayo. Hata hivyo, uwepo wake wa Washington ulikuwa ni kukiri kimya kimya ushawishi wake wa M23. Waasi hawakuwa wametia saini makubaliano ya Trump na wamekuwa wakishiriki katika mchakato sambamba wa amani unaoongozwa na Qatar, mshirika wa Marekani. Mapigano ya hivi karibuni yana hatari ya kuzidisha mgogoro huo ambao tayari ni mgumu sana. Kwa nini M23 wanaidhibiti Uvira kwa sasa? Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba mtazamo katika duru za M23 ni kwamba wanahitaji ushawishi zaidi katika mazungumzo, huku hisia katika serikali ya Rwanda ikiwa kwamba Tshisekedi hawezi kuaminiwa. Wachambuzi waliongeza kuwa shambulizi dhidi ya Uvira katika jimbo la Kivu Kusini linapinga mazungumzo yote yanayoendelea. Hii inaonyesha kuidhalilisha serikali ya Marekani chini ya Donald Trump, lakini haieleweki lengo lake la kimkakati ni lipi. Shambulizi la M23 huko Uvira Kusini lilianza siku chache kabla ya Kagame na Tshisekedi kusafiri hadi Washington wiki iliyopita ili kuidhinisha makubaliano yaliyofikiwa mara kwa mara. Lakini je, hii inamaanisha nini sasa kwa upande wa Burundi? Burundi imekuwa mshirika wa asili wa DR Congo kwa miaka mingi kutokana na uadui wake na Rwanda. Wote wanashutumu wengine kwa kuunga mkono makundi ya waasi wanaotaka kupindua serikali zao. Majirani hao wanashiriki lugha ya muundo sawa wa kikabila, huku jamii za Watusi na Wahutu mara nyingi zikishindania madaraka, na wote wawili wamepitia mauaji mabaya ya kikabila. Lakini tofauti na Rwanda ambayo inaongozwa na rais wa Kitusi, Wahutu walio wengi wako madarakani nchini Burundi. Serikali ya Burundi ina wasiwasi kwamba ikiwa M23 itaimarisha uwepo wake huko Kivu Kusini, itaimarisha kundi la waasi la Burundi linaloitwa Redi Tabara. Ikiwa na makao yake Kivu Kusini, imeundwa zaidi na Watusi na imewahi kushambulia Burundi hapo awali. Katika jaribio linaloonekana la kutuliza hofu ya Burundi, M23 ilisema haina macho zaidi ya mipaka yetu ya kitaifa. Mapambano yetu dhidi ya lengo la amani, ulinzi wa idadi ya watu, ujenzi mpya wa maeneo huko DRC pamoja na utulivu wa eneo la Maziwa Makuu, kundi hilo liliongeza. Burundi imefunga mpaka wake na DR Congo, lakini kulingana na wenyeji katika maeneo hayo wanasema sasa watu wanaruhusiwa kuvuka kuingia katika eneo lake baada ya kufanya ukaguzi wa usalama. M23 ilifanikiwaje kuiteka Uvira? M23 ilipiga hatua kubwa mapema mwaka huu ilipoteka Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini kwenye mpaka na Rwanda. Wakati huo wanajeshi wa Afrika ya Kusini walipelekwa kusaidia jeshi la DR Congo, lakini walilazimika kuondoka baada ya M23 kuteka mji huo mwezi Januari. Muda mfupi baada ya waasi kuteka mji mkubwa uliofuata mashariki mwa DR Congo, Bukavu, mji mkuu wa Kivu Kusini.
Hatua hiyo dhidi ya Uvira ilikuja baada ya waasi kuvunja safu za ulinzi za jeshi la DR Congo, wanamgambo wanaoshirikiana nalo na wanajeshi wa Burundi. Wachambuzi wanasema kwamba M23 inakadiriwa kuwa na zaidi ya wapiganaji 10,000, lakini kuna uwezekano mkubwa kulikuwa na wimbi la wanajeshi wa Rwanda kwa shambulizi la hivi karibuni la kuiteka Uvira. Sababu ya kuweza kumshinda adui ni kwamba jeshi la Rwanda angalau lina nidhamu sana, na nadhani nidhamu ni muhimu zaidi ya nguvu kazi. Hatua hii inaacha vipi mchakato wa amani? Marekani inailaumu Rwanda kwa mapigano ya hivi karibuni. Badala ya maendeleo kuelekea amani kama tulivyoona chini ya uongozi wa Rais Trump katika wiki za hivi karibuni, Rwanda inaongoza eneo hili kuelekea kutokuwa na utulivu zaidi na kuelekea vita. Mike Waltz, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, aliuambia mkutano wa Baraza la Usalama mnamo siku ya Ijumaa ya wiki iliyopita. Taarifa ya awali iliyotolewa na Marekani, Umoja wa Ulaya na serikali 8 za Ulaya iliendeleza zaidi ikisema kwamba M23 na jeshi la ulinzi la Rwanda RDF zinapaswa kusimamishwa mara moja operesheni zao za mashambulizi, na wanajeshi wa Rwanda wanapaswa kujiondoa kutoka mashariki mwa DRC. Lakini mpango huo unaweza kuokolewa na kufanikiwa. Wachambuzi wanasema kwamba mchakato wa amani unaongozwa na Marekani sasa ulikuwa katika njia yenye matatizo, labda umekwama, licha ya kwamba Marekani inatoa vitisho kwa Rwanda kwamba huenda ikaingiza majeshi yake kuishambulia Rwanda. Lakini mafanikio ya mpango huu yanategemea jeshi la DRC Congo kuanzisha operation ya kuwapokonya silaha wanamgambo wa FDLR ambao wanachama wake walihusika katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda, na ambayo serikali ya Kagame inaiona kama tishio linaloendelea. Wachambuzi wanaeleza zaidi kwamba mkataba huo wa amani pia ulitarajia ushirikiano wa kiuchumi kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, ikiwa ni pamoja na umeme wa maji, madini na maendeleo ya miundombinu, jambo ambalo Marekani inatarajia ingefungua njia kwa makampuni ya Marekani kuongeza uwekezaji katika eneo hilo lenye utajiri wa madini. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.